TV baada ya kumalizika kwa ibada nzuri ambayo imefanyika mahali hapa kanisa la TAG Uponyaji, kanisa linalopatikana jijini Arusha. Tutapata nafasi ya kuzungumza na mchungaji kiongozi wa kanisa hili, mchungaji Erasto Vedasto, ambaye anamtumikia Mungu mahali hapa, yeye pamoja na mke wake. Tutasikia mengi kutoka kwao, kwani wamekuwa wakipata shuhuda mbalimbali kupitia ushuhuda wao ambao Mungu aliwatendea kwa kupitia mke wake. Mungu akaweza kumponya ukimwi. Amekuwa ni baraka sana kwa watu wengi kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi yetu ya Tanzania. Tutasikia kupitia mchungaji. Kwa kipindi kirefu tumewahi kufanya naye mazungumzo na tukafanya naye mahojiano. Ushuhuda wao umekuwa ni wa baraka sana. Hivyo tutapata nafasi ya kusikia shuhuda mbalimbali ambazo zimetokea kupitia kwa mtumishi wa Mungu. Ameendelea kupokea watu mbalimbali na wageni mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali, na umefanyika baraka sana kwa watu wengi. Karibu tuweze kusikia kutoka kwa mchungaji kiongozi. Asante sana. Kwanza ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na kwa nafasi ambayo Mungu amenipa. Leo tarehe 6 ambayo mimi na kanisa langu tulijiandaa kwamba tutakuwa tunatolea Mungu sadaka ya shukrani. Na nipende kushukuru ninyi NY TV ambao mmekuwa baraka kwenye makanisa yetu mengi ya TAG. Kwa kweli mmefahamika kwa uzuri huo na nafasi hiyo njema kila mahali ambapo nimekuwa nikienda na wakuta. Lakini pia mmefanyika baraka kwa ajili ya mlikuja hapa mara ya kwanza mkarekodi shuhuda nyingi, lakini ushuhuda wa mama mchungaji ambao ulifahamika kuwa Mungu alimponya na HIV umekuwa baraka sana. Kila mahali, nchi za nje, mikoa mbalimbali ya Tanzania wamekuwa kwa kweli wakiguswa na ushuhuda. Hatuwezi kumaliza siku mbili, yani miaka hii yote huwezi kumaliza siku mbili bila kupata mtu anayepiga simu kueleza hitaji lake ili aweze kuombewa na Mungu amtendee kama ambavyo alimtendea mama mchungaji. Kwa hiyo nipende kushukuru, lakini pia na kuwakaribisha kutoka Dar es Salaam mpaka mahali hapa. Sio jambo dogo, nakaribisha sana. Jina langu mimi naitwa Pastor Erasto Vedasto. Natumika na kanisa la Tanzania Assemblies of God ambalo lipo hapa Arusha Usalima. Huwa tunaelekeza kirahisi kabisa kwamba kama uko Arusha ulizia mji wa Usalima, na ukifika Usalima umeshafika kanisani, kwa sababu ukimuuliza mtu yeyote kanisa la TAG Uponyaji watu watakuleta. Yaani ukiuliza wa kwanza asipofahamu basi muulize wa pili, utakuta unafika kanisa la TAG Uponyaji. Au unaweza ukauliza kwa mchungaji Erasto. Kila mmoja anafahamu kulingana na huduma ambazo tumekuwa tukifanya. Kwa hiyo watu wanawaelekeza hivyo na wanafika kirahisi. So unapoingia Tanzania ukaja Arusha, kama unatoka mkoa mwingine wote uko Arusha, basi mimi napenda nikukaribishe kwenye kanisa letu. Sasa tuingie kwamba sababu hasa ya kutoa sadaka ya shukrani leo. Sababu ya kutoa sadaka ya shukrani leo, tumekuwa na maombi tangu Januari imeanza. Kuna mambo ambayo Mungu alisema na mimi, na nilipoanza kuomba kwa yale ambayo Mungu alisema na mimi, nikaelekezwa mimi na kanisa langu kwamba tuwe na maombi. Mungu alichoniambia, alikuwa ananionyesha tuwe na hatua zaidi ya vile tulivyokuwa tukifanya hapo nyuma. Kwa sababu hata hivyo wanasema ukitaka matokeo makubwa lazima ubadilishe mfumo wa maisha. Kama unaishi vile vile utapata matokeo yale yale, lakini ukiishi tofauti unapata matokeo tofauti.
Sasa nilikuwa ninaona Mungu amekusudia kututendea mambo makubwa mwaka huu wa 2025, na nikasikia ili tuweze kuwa na nguvu ya kuyabeba lazima tuingie kwenye utafuta uso wa Mungu zaidi. Sasa ile zaidi hasa ndio ilizaa siku 90. Watu hujafanya hivyo, tumeshafunga siku 40, siku 21, siku 7, siku 3 kavu, siku 7 kavu, hasa kwa watu binafsi. Lakini kwa kweli hatujawahi kukaa miezi mitatu tukiwa kwenye maombi. Kwa hiyo nilileta mbele ya kanisa na nikawaomba kwamba tutakuwa na maombi ya siku 90. Kwa kweli watu walipokea, na kwa sababu sikusema mara moja, nilikuwa naongea kila Jumapili zaidi ya kama miezi miwili nilikuwa nalisemea hilo jambo ili kuandaa watu wa saikolojia, kwa sababu sio kila mmoja anaweza akapokea kirahisi. Ijapokuwa ni kama pia jambo hili liliwabagua wengine, kwa sababu waliona kama mchungaji anataka kuwaua. Kuna hata mwingine nisikia anasema mchungaji anafunga siku 90 amekuwa Yesu. Lakini nilikuwa nayajua hayo kwa sababu nilishapiga gharama. Kwa hiyo watu walianza kuitikia kila ilipokuwa inaitwa leo, watu walikuwa naitikia. Hata wale ambao hawakuwa kwenye mfumo, walipokuwa wanasikia Mungu anayowatenda kwa wengine, walianza kufunga na kuomba. Na mimi kila nilipokuwa nasimama nasema hata kama umechelewa, ndio treni inapita hivi, wewe dandia, hata kama ni bewa la nyuma dandia. Na watu walichukua hayo maneno yangu wakayafanyia kazi. Kuna mpaka hii wiki iliyopita kuna watu walikuwa wanajiunga, wengine wakisikia wanajiunga. Lakini cha ajabu, hata wale wanaotufahamu waliojua hivyo, kwa mfano maeneo mengine, mikoa mingine, waliposikia 90 wamejiunga pamoja na sisi kufunga. Imekuwa baraka sana. Na katika maombi haya sasa ya siku 90, Mungu amefanya mambo mengi. Ni kama ulivyosikia kanisani, tulikuwa na shuhuda ambazo hazielezeki. Watu wameponywa. Ofisi imekuwa ni ofisi ya kuwafungua watu, imekuwa ni ofisi ya kuwafariji watu. Na nimeshangaa sana. Unajua, unaweza ukafikiri ulimwengu umetulia, kumbe wewe ukitulia na ulimwengu unaona kama umetulia. Lakini ukiamua kunyanyuka ndio utashangaa watu mahitaji ambao wameyaleta na shida ambazo nimekutana nazo na vitu vigumu sana ambavyo vilikuwa vinafunguliwa hapa. Sikujua kama bado kuna watu wenye shida za namna hiyo, lakini Mungu amewafungua kirahisi. Kwa hiyo sisi kwetu tunatamani kukaa kwenye maombi, maana tumeona matokeo makubwa. Sasa kwa sababu matokeo yamekuwa makubwa, tulisema tusinyamaze. Lazima tujiandae kuhitimisha na kumshukuru Mungu. Na kulikuwa hakuna pingamizi, kwa sababu watu walikuwa wananiletea shuhuda, mchungaji, Mungu ametenda. Ili lilikuwa gumu, Mungu ametenda, na mimi nilikuwa ninatiwa moyo sana. Lakini hata kwenye shukrani kuna ambao hawajafika kulingana na majukumu yao, ila tumekusanya shuhuda nyingi sana. Nimeona watu kutoka nchi za nje wanakuja hapa na Mungu anawahudumia. Majirani zetu kutoka Kenya wamekuja, wamehudumia, na Mungu ametenda mambo ya ajabu sana. Kuna kipindi hiki kuna hata mtoto wa mchungaji mmoja kutoka Tanga, kanisa fulani la Pentecost. Mtoto wake amekuwa na, alipoenda shule akawa anavamiwa, yani akavamiwa kama kifafa. Alipoenda kuanza form 1 anza kuanguka kifafa, alafu na maudhelele yanatoka. Ameumia zaidi ya miaka 5. Lakini mtu mmoja akampa namba ya simu, anipigie tuombe na mtoto. Aliponieleza hilo tatizo, mimi nikaliona ni kubwa. Nikamwambia lazima umlete mtoto Arusha ili tumuone, halafu tushauriane namna ya kuomba.
Lakini wakati namaliza yale mazungumzo, huyo mama yuko Tanga na mtoto wake. Huyo mama ni mchungaji. Nikamwambia pamoja na hayo acha tuombe. Kwao nikaomba maombi ya kuhitimisha ili waje siku ambayo tuliipanga. Yule mtoto akasema amen. Amemaliza kusema amen, kumbe na amepona ugonjwa wake. Kwa hiyo nikashangaa, kesho yake wanaona mabadiliko. Yale mate yamekoma. Yule mtoto akapata nguvu, mtoto akaanza kula, mtoto akabadilika. So siku walioipanga kuja hapa Usaliva, walikuja sio wanaleta hitaji, walikuja kumshukuru Mungu. Na kitu cha ajabu, yule mtoto sasa kufanikiwa kusoma kwa sababu wenzake wameshamaliza form 4, ameshakuwa kijana mkubwa. Lakini alipokuja kwa ndugu zake ni ajabu sana. Na alikuwa anapenda elimu, ameamua kusoma. Sasa na amebaki kuwa mshirika wangu. Mama hajarudi naye. Wakati anasoma yuko kwenye kazi fulani anaifanya. Amepewa kazi. Kwa hiyo kapona na kupata kazi alafu anasomeshwa. Kwa hiyo mama akarudi mwenyewe. Huyo kijana bado yuko hapa Arusha. Yuko hapa Arusha, amebaki hapa, anafurahia miujiza. Kwa hiyo anatoka mjini, anapata usafiri, anakuja kuabudu hapa. Leo tu ndajaja, lakini labda kulingana na mazingira ya mvua hizi zinazoendelea kunyesha sijasema naye, lakini amekuwa mshirika wetu na amepona, amependeza, amenawiri, uwezi amini. Ukiona klipu zake ambazo walinitumia za zamani utashangaa, Mungu amemponya. Kwa hiyo sio huyo tu, watu wengi wamekuwa wakifika hapa usini, Mungu anawafungua. Na kwa kweli tulikuwa tunaisubiria kwa hamu siku ya leo kumwambia Mungu asante, ametenda mambo ya ajabu. Ni wapongeze sana mchungaji. Asante sana. Na kama jinsi ambavyo umesema tulishawahi kuja hapa tukapata shuhuda nyingi kutoka kwenu. Nami nategemea siku ya leo, kwa sababu tuna kipindi kirefu hatujaja hapa, unazo shuhuda nyingi ambazo watu wakizisikia watajengwa. Karibu sana. Ya, asante sana. Mara nyingi ninatamani kama ambavyo umekuwa ukiona, nafikiri mtazamaji anayetutazama leo, baada ya hapa niombe utaingia NY TV uanze kuangalia hizo shuhuda. Nafikiri umepata shuhuda nyingi sana hapa kwa kumhoji mmoja mmoja. Mara nyingi siku hizo ninatamani kuona mtu anaongea mwenyewe. Na nimekuwa nikifanya hivyo, mtu afike mahali pa kujitegemea kuongea yale ambayo Mungu ameyatenda, kwa sababu wakati mwingine tukisema sisi watu hawaelewi vizuri sana. Lakini nataka niseme Mungu ametenda maajabu. Ametenda maajabu. Naweza kusemea kwa kipindi kifupi hiki cha maombi kuanzia Januari mpaka Machi. Maombi yetu tumemaliza mwezi wa 4 tarehe 2. Tumeona mambo makubwa sana. Makubwa sana. Ushuhuda ule ambao tuliurekodi wa mama mchungaji kuponywa HIV. Na nichukue nafasi hii sasa kusema na Watanzania na wale ambao wanasikia lugha hii, na kama una ndugu yako, kuhusiana na kitu kinachoitwa ukimwi. Unajua, ni kama watu wanasema ukimwi sasa hivi hauna nguvu. Ni kweli kwa namna yake, lakini nikwambie mimi ndo niko hapa kwenye ofisi ya kichungaji. Ukimwi bado ni tishio kubwa kwa watu. Ni kweli watoa huduma ya ushauri na saa wanaweza wakaona kama ni jambo la kawaida, hasa unapomwambia mtu usiogope, utaishi na dawa mpaka utakapokufa. Lile neno utakapokufa, mwanadamu anahitaji kuhakikishiwa usalama. Unapomwambia umeze dawa mpaka utakapokufa, ana kama ni mimi nitasema na meza za nini? Dawa ambazo nitazimeza mpaka kufa. Kwa nafikiri hiyo lugha pia mimi kama mtumishi wa Mungu ningetamani ibadilike hiyo. Ni kama mtu anakufa kisaikolojia. Kwa sababu mwanadamu anataka apone. Sasa sisi tunasema Yesu anaponya. Sio tu unaishi unategemea kufa, lakini mponyaji ni Yesu. Mponyaji ni Yesu.
na anaweza kufanya kwa namna ya kipekee. So katikati ya haya maombi tumempokea mama mmoja kutoka Kenya. Kwa anatokea Kisumu kule. Mimi sifahamu kule, lakini alipokutana na ushuhuda huo na nesi hospitali, alikuwa amekata tamaa. Hata manesi wanakata tamaa, madaktari wanakata tamaa. Lakini nataka nikuambie kwamba kwa Yesu yote yanawezekana. Yali alipanda gari akaja mpaka Sirari. Sirari mimi sijafika. Akavuka mpaka ili aje Tanzania tunawasiliana. Lakini alikuwa hajakamilisha mambo yake ya passport, kakamatwa na migration pale. Akashughulikia hilo. Baadaye likakaa vizuri na akawa ameshakata tiketi ya kuja Tanzania. Ile gari ikamwacha, maana yake amepoteza nauli, lakini baada akaibiwa pale Sirari. Lakini yule mama akasema siwezi kuacha, siwezi kurudi Nairobi, siwezi kurudi Kenya kule kwetu Kisumu. Nimeshangaa sana, kuna watu wana imani. Yule mama akaniambia mchungaji nakuja. Nimeshangaa sana. Akaja tukampokea. Mungu alivyo wa ajabu. Nataka niwaambie wa Tanzania, hasa mnaonielewa, kuhusiana na kitu kinachoitwa ukimwi. Ukimwi ni pepo. Tena mimi nasema ni roho ya mauti. Alipofika hapa mapepo ya Kikenya yakalipuka. Na anasema tunataka tumuue. Sasa kitu ambacho kilinishangaza, unashangaa mtu amepauka. Na hiki kimekuwa kitokea sana. Kwa kijana wangu mmoja wakati namuombea, nikamtuma nyumbani kuleta kitu fulani ili anirudishie hapo ofisini. Alipokuja akakuta yule mama ametokwa yale mapepo ya ukimwi. Akamsahau. Ananiuliza huyu ndo? Akasema hapana, niliyemwacha hapa alikuwa ni mzee. Kuna uzee wa aina fulani ya kimapepo, sio uzee wenyewe. Kwa alivyorudi akasahau, nikamwambia ni huyu. Hata aliyembeba kwenye pikipiki kumleta hapo ofisini, siku anaaga anaondoka, alikutana naye akashangaa. Nikamwambia huyu mgeni wake anarudi, akasema ni huyu. Kwa hiyo akaondoka hapa akiwa na matumaini kwamba Mungu amemtendea muujiza. Na sisi tunachokifanya, mtu anapofika hapa akiwa na hayo maradhi, hatushughuliki na afya kwanza ya nje. Tunashughulika na afya ya ndani. Tunahakikisha mtu amempata Mungu anayeweza akaingia ndani, ukapona ndani, halafu aliyeingia ndani yako atakuponya na magonjwa ya nje. Watu wengi wanafeli kwa ajili ya kutafuta muujiza wa nje kwanza kabla ya kumpata Mungu. Mungu ndo mwenye kila kitu. Hapo ndo wengi wanafeli. Nakumbuka hata shuhuda hizi tulizitoa Dar es Salaam. Dada mmoja akalipa nauli akaja mpaka hapa. Alikaa nyumbani kwetu. Lakini unajua nini alichokuwa anasema? Nasema mchungaji, nimepata mchumba, alafu yule mchumba anataka tupime. Na ninajua mimi ni mwathirika. Na tupipima nitakuta mimi nimefanyaje? Nimeathirika. Na anachotaka sio kwamba aolewe. Anataka apime, atendewe muujiza alafu azidi na huyo mtu. Yaani yeye tamaa yake iko tu kutimiza kila anachotaka kufanya. Hata siku moja huwezi kupokea uzima na uponyaji. Kama unamtaka Mungu atende kitu kwa ajili ya maisha yako, sharti uwe mtakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Tofauti na hapo utausikia muujiza kwa watu wengine. Sisi tulipoamua kuokoka tumeamua kuachana na kitu kinaitwa dhambi. Watu wanataka watendewe muujiza alafu waendelee na changamoto. Nimekuwa nikipokea watu. Hata juzi nikiwa mahali nafanya huduma,
Dada mmoja akaona kwenye mtandao, alishatufuatilia muda mrefu, lakini hakujua kama sisi ni watu wa Arusha. Huyu yuko Arusha hapa. Nikashangaa, akanipigia simu akasema amenifuatilia, anatamani aje anione. Akaja hapa ofisini, na mimi wote nawaambia ukimwi ni mapepo. Kila anayefika mahali hapa anasema na ukimwi, lazima mapepo yalipuke. Hata nikikuonyesha ndugu mtangazaji, utaona tu ni mapepo, ni spirit ya mauti. Labda pia watu ambacho wanapaswa wafahamu, ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 kuanzia mstari ule wa 15, kama unatafuta dalili zote za ukimwi ziko pale. Huu ukimwi ulikuwepo tangu zamani, na uliwapata watu ambao hawakuitii sauti ya Mungu. Na wewe msikilizaji hujatii, pale ambapo ulianza kufanya uzinzi kwa kutumia kondom usiambukizwe, nataka niwaambie utazitumia kondom na utaambukizwa. Hauwezi ukabaki salama. Kuna mtu aliyepingana na Mungu akashinda. Biblia inasema ukitii, ukikubali na kutii utakula mema ya nchi, lakini ukikataa utaangamia kwa upanga. Sasa watu wanashindana na Mungu. Mimi nakwambia utavaa kondom kwenye viungo vyako, lakini ukimwi utapitia kiungo kingine. Unaweza ukapita sikioni ama ukapita kwenye macho, kwa sababu ile ni spirit. Ndio maana inahangaisha wataalamu. Kwa hiyo alipovika hapa mapepo yakalipuka. Ewa ameshaacha chakula kabisa, chakula. Akarudi nyumbani, amenitumia message ndefu. Sasa hawa wote hatujadhibitisha kwa mara ya mwisho kwamba nini kimetokea, kwa sababu ni mchakato pia. Na mimi mtu anapokuja na unajua hivi tunapoongea watu wanataka kusikia amepona. Uponyaji wa muhimu na muujiza wa kwanza, nimewaambia watu mimi kila siku, uzima na uponyaji na muujiza wa kwanza kuliko yote ni mtu kumpata Yesu kwenye maisha yake. Huo ndio muujiza wa kwanza. Hii mingine yote ni nyongeza. Kwa hiyo tusiwe tunashangaa nyongeza, tushangae kitu kamili. Na kitu kamili ni kumpata Mungu kwenye maisha yako. Kwa sasa akatoka hapa, hamu ya kula imerudi. Anashangilia, amepata amani. Anajisikia vizuri. Na ukiendelea tu namna hiyo, maana yake Mungu anaendelea kukuponya. Kuna watu wanapona hata hawajui walipona namna gani. Juzi tumepokea simu. Nilikuwa na huzunika sana kwamba huyo dada tumepotezana naye. Hata baada ya kunipigia sikukumbuka kusevu namba yake. Lakini ni dada tuliyekuwa tunamhudumia hapa. Alikuwa anatokea eneo moja linaitwa Njiro hapa Arusha. Anakuja na mtoto wake. Nimeumia sana kwa sababu ninafikiri huo ndio ushuhuda ungeanza nao. Tumemuombea sana, akawa anakuja analia na mtoto wake. Na mume amemkataa. Lakini juzi katupigia. Anasema nimepima, hii ni mara ya 3. Mimi ni mzima. Na nilikuwa nimekusudia atakuja kutoa ushuhuda kwenye ibada yetu ya shukrani. Tafuta namba mpaka nitafute huyo mtu. Lakini Mungu amemponya, alitupigia, anachangamka, anacheka. Amepima mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, hana ukimwi, umeondoka. Sasa pia hivi ninavyoongea watu inabidi wajue wengine wamepona. Ina ushahidi wao. Hata ukiongea nao kwa mfano kwa njia ya simu watakwambia. Ila mazingira ya kutoa ushuhuda kama sisi, mwingine hayuko tayari. Kwa sababu kama mimi mke wangu alivyotendewa, kama si Yesu aliyeingia kwenye maisha yangu, nilikuwa naona kushuhudia kwamba nilipona ukimwi ni aibu ambayo haijawahi kutokea chini ya jua. Lakini Yesu ni mponyaji.
Kuna dada mmoja yuko Chato, amesikiliza ushuhuda, amefuatilia ushuhuda ule ambao mlirekodi. Ni mwalimu, hata nisitaje shule yake. Amepona. Amepona, ni mzima. Na anataka aje Arusha. Kuna dada mmoja yuko Singida, amepona. Sasa hiyo nilipokuwa naongea naye anasema, mchungaji, nikishuhudia sasa hivi sitapata mume. Amepona. Kwa hiyo hawa tunaozungumza nao ambao anatokea kutoa ushuhuda ni wachache, lakini wengi Mungu anaendelea kuwatendea. Lakini mimi nashindwa kulaumu kwa wale ambao wanashindwa kushuhudia mazingira. Mimi nakumbuka mke wangu alipopona, alikuwa anataka ashuhudie kabla hatujaoana, ni wachumba. Anataka ashuhudie. Nikamwambia nikikusikia nikikusikia. Akawa dada wa watu wananyamaza. Tulipofunga ndoa, tukatoka honeymoon, ushuhuda wake wa kwanza alikuwa anataka kushuhudia huko. Nikasema nisije nikakusikia. Naangalia itakuwa dunia, yani ni dunia ipi? Kwa sababu kwa anasema na wanasema hivi watu watasema mke wangu alizini kiasi gani mpaka akapata ukimwi. Unanielewa? Yani maana mtu mpaka anapata ukimwi inawezekana amezini sana. Kwa mimi hiyo ndio ilikuwa inakuja. Hapa kuna mdogo wangu hawakuwahi kusikia. Baba yangu ni mchungaji na mama mchungaji, mama yangu mchungaji. Sikuwahi kuambia chochote. Marafiki zangu, yani ile ilikuwa ni ya kwangu. Kwa hiyo Yesu amekuponya ndio. Na nimethibitisha. Ila nisije kasikia linadondoka. Tutaweka wapi? Aibu zetu tunaziweka wapi? Yani ndio hiyo akili ya mwanadamu. Lakini angalia, baada ya kushuhudia, sasa hivi kila mmoja anatamani anione. Kwani mimi nakuaibisha? Wewe uliyekuja mpaka hapa, umekuja kuchukua aibu, umekuja kuchukua ushuhuda na muujiza. Kuna mambo mengine ambayo tunayadharau lakini yana nguvu ya Mungu. Kwa hiyo tumeendelea hivyo. Kwa hiyo nikisikia mtu hata mwingine, ndugu mtangazaji, juzi amekuja mama mmoja, Mungu amemtendea muujiza, hajathibitisha huyo. Lakini anasikia amani. Sasa hataki kuja, mume ajui. Mume ajui kama anaishi na mke mwenye HIV. Kwa hiyo pia ieleweki kama na mume pia ana ukimwi. Sasa anasema, mchungaji, nifanyeje? Unaulizwa swali zito. Nifanyeje? Na ndivyo ilivyo watu wengi. Mimi hiyo ofisi imekuwa kwa kweli, na mimi nimezifanya kuwa siri za watu. Kama mtu hajataka kushuhudia, mimi sitasema hilo jambo lake. Na hii ni kama iliniathiri. Mchungaji wetu aliyemhudumia mke wangu Valentine Mbuke kule Mwanza, nilishangaa sana alipokuwa anaendelea kumhudumia mke wangu. Aisee, kuna wachungaji, kila nafikiri nikiongeaga hivi lazima nimtaje. Pale popote ulipo mchungaji Valentine Mbuke, mimi umeniachia funzo. Kwa sababu alimhudumia mke wangu mpaka mke akapona. Lakini mke wangu alikuwa anaenda pale, ni rafiki wa mama mchungaji, yani mke wa mchungaji, ni rafiki na huyu dada huyu Esther kipindi hicho, ambaye amekuwa mke wangu sasa. Anafanya huduma pale, anafanya shughuli, analala pale. Lakini mpaka mke wangu anapona, anashika maiki kutangaza, mama mchungaji alikuwa hajui chochote. Mama siku hiyo alishika kichwa, akamgeukia mume wake. Na nikasikia namwambia, mume wangu, hivi mume wangu unaweza ukawa msiri namna hiyo? Kwa hiyo mimi ilinishangaza. Lakini inabidi pia na wachungaji wajue sasa namna ya kutunza siri za watu. Mtu anapokuja ofisini akaongea, lazima tuwe mawakili waaminifu. Kwa hiyo mimi hiyo ilinishikilia.
hata ninapokuwa namwambia mtu mpaka mtu mwenyewe apate amani ya kutangaza. Mwingine anaweza akawa amepona kabisa, lakini lile jambo linamuia zito. Mwingine anaona nikiongea ndoa sina, sitamlazimisha mpaka Yesu mwenyewe akutane na huyo mtu. Unanielewa? Ndo hayo mambo yanayotokea. Lakini hivi juzi kuna dada mwingine yuko Dar es Salaam na alipata tukio zito. Matukio yanatofautiana na watu wanachanganyikiwa. Mzazi, ngoja nikwambie, unaweza ukawa hapo ukashangaa, ama ni mke wako ama mume wako ama mtoto wako anafika mahali anachanganyikiwa kama ufahamu hana, na wengine wanafikiri kwamba ni kwa sababu ya shughuli nyingi na mambo mengi. Mwingine anasema kwa sababu ya uchovu, lakini watu wanakutana na matukio makubwa. Hivi karibuni nilikuwa na dada mmoja ametoka nyumbani kwangu. Tumekaa naye karibu wiki 3. Ametokea Dar es Salaam, alikutana na tukio zito sana. Na wazazi hawajui changamoto itakuwa ni nini na nini. Alipopata ushuhuda ule ambao mliurekodi, yani pale ndio mwisho wa kila kitu. Kwa sababu mtu akisikiliza ule ushuhuda anaona na jambo lake kuisha. Akanipigia simu. Yule dada ameongea na mimi karibu masaa 2. Anazungumza na mimi. Na mimi nikamwachia akajimwaga. Kwa kweli Mungu alimfungua. Na wazazi walikuwa wanajiandaa, wanasema wanampeleka kwa specialist. Dada yule ananipigia anasema wanataka wanipeleke, lakini mimi sina shida hiyo. Kwa hiyo kabidi nimkaribishe. Amekuja hapa, amejengwa, mzulia kanisani, na amerudi Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kufanya interview. Yupo anaendelea vizuri, hata leo ameniuliza ibada ilivyoenda jana, alikuwa anasema natamani ningekuwepo pale. Ni dada anaendelea vizuri. Alipofika nyumbani wakasema, mchungaji umempa nini? Kwa kweli sisi tunawapa watu Yesu. Tunapokaa hapa kinachonigharimu ni kuzungumza na mtu kwa muda mrefu amfahamu Yesu namna alivyo. Jina la Bwana Yesu barikiwe. Hata kuna mwingine tajuzi nilimpokea, alikuwa nyumbani kwangu, alikuwa amekata tamaa, amefikia ajue kabisa. Lakini Yesu akamsaidia katika kuongea naye masaa mengi. Nilipokuanzia kama sio saa 3 saa 4 mpaka saa 9 usiku. Yesu akamtendea muujiza. Hamu ya kula ikarudi. Sasa hivi anawaka tu, anatabasamu. Ana matumaini ya kumuona Yesu na Yesu kumtendea mambo makubwa. Haya mambo yamekuwa yakitokea na Mungu anatenda mambo makubwa sana. Kwa hiyo tunamuona Mungu, lakini kitu ambacho nimekuja kuamini kwamba Mungu hasa amekusudia kufanya mambo makubwa kwenye hii huduma yetu. Na nichukue fursa kuanzia sasa hivi, kuanzia kesho tarehe 7 kanisani hapa kwetu TAG Uponyaji tunaanza huduma ya masaa 24. Mahali popote ulipo una changamoto, utatupigia simu na sisi tutakupokea na tutakuelekeza. Wani nasema mtu akinisikiliza maelekezo nitakayompa kama mchungaji na kuambia kwa jina la Yesu, lazima ufunguliwe. Lazima uwe huru, lazima ufunguliwe. Kwa hiyo waleteni vijana wale waliokata tamaa. Nafikiri mtausikia ushuhuda wa kijana mmoja ambaye yuko hapa na nimempokea. Watu waliochanganyikiwa, wametengwa na jamii. Huyo alikuwa mwizi, alikuwa anafanya matukio magumu sana. Anataka kukatakata watu mapanga, kuwapora vitu, lakini Yesu amemponya kijana huyu na ameeleza kwa uwazi. Yuko hapa, Mungu amemponya. Na ushuhuda mwingine ambao mtangazaji ameurekodi utakutana nao. Dada mmoja anaitwa Debora, alikuwa anateswa kwa uraibu wa wanaume. Yeye anachukua pesa muonge mwanaume. Ameishi maisha hayo miaka mingi sana, wazazi wameshindwa. Amekuja hapa kanisani, Yesu amemtendea. Amekuwa kijana mzuri, binti mzuri. Sasa hivi wazazi wanashangaa. Leo tulikuwa tunalia machozi kwa ajili yake. Mungu anaweza kukutendea.
Lakini utafuatilia ushuhuda mwingine ambao umerekodiwa mahali hapa, dada mmoja ambaye mimba zilikuwa zinaharibika, amekata tamaa, ameshapoteza matumaini ya kuishi kwa sababu ni dharau. Kila mtoto akipatikana anakufa. Na mara ya mwisho, ni ajabu sana huyo dada atakayefuatiliwa ushuhuda. Kwanza madaktari walisema mume na huyo dada hawawezi kutunga mimba kwa hali ya kawaida ya wanadamu. Haiwezekani. Na daktari specialist akawaambia kitu ambacho kinaweza kikakaa vizuri ni kwamba wapandikizwe. Walipokuja hapa ofisini kwangu nikawaambia kwa Mungu hicho kitu hakipo. Nikawaambia Mungu atawapa mtoto, mtapata mimba. Mungu ni wa ajabu. Dada huyu akawa anapata mimba lakini ambazo haziwezi kusurvive. Anajifungua, mtoto anakaa siku 2 siku 3, mtoto anakufa. Na kwa mikono yangu nimezika watoto nafikiri 2. Pamoja na ule wa kwanza aliyeharibika, lakini naenda kama mchungaji. Roho inaniuma, mchungaji ninayeombea watu wanafunguliwa. Inakuwaje wakati mwingine? Kwa kweli nafikiri hiyo ndio nafasi ambayo Mungu anabaki nayo ili aitwe Mungu. Sio kwamba Mungu hawezi. Naenda, huyu dada nilikuwa sina namna ya kumtia moyo. Kila akijifungua, yaani kama anasubiria, tunasubiria pamoja. Kemea, utafikiri nguvu ya Mungu imeisha. Wakati unagusa wengine wanafunguka. Lakini ulipofika wakati Mungu amempa mtoto. Na mtamuona kwenye mtandao. Sasa hivi anaongea kwa machozi ya furaha. Yeye na mume wake wana mtoto. Kwanza waliambiwa hawawezi kutunga mimba kwa uwezo wa kawaida, lakini baada ya kupata mimba zikawa zinaharibika, Mungu akamtendea tena. Sasa hivi wamekumbatia mtoto. Niko mahali hapa kuambia watu karibuni, tutafuteni, tutawapa ushauri na kwa unyenyekevu kabisa, na mheshimu Mungu, na ninamnyenyekea huyu Mungu tunayemtumikia. Usikae kwenye mateso na matatizo wakati Yesu bado yupo. Unaweza ukatupigia simu 0756 49 80 83 na sisi tutakuhudumia kwa unyenyekevu. Na jambo lingine, lazima uelewe kwamba, na nimekuwa nikiwaambia watu, hebu tuheshimu pia ofisi ya kichungaji. Tuheshimu ofisi ya kichungaji. Kama ambavyo unaweza ukasafiri ukaenda Dar es Salaam, labda kutokea Arusha ukaenda Dar es Salaam, na hivyo hivyo unaweza ukasafiri kutoka mahali fulani na ukaja hapa ili Mungu aweze kukuhudumia. Utatuuliza maelekezo, tutakupa, na ukifika hapa amini kwamba Mungu atakutendea muujiza katika jina la Yesu. Amen.